Dominic Salamba. Ndio. Habari yako? Salama za siku. Hizi masiku au mwaka? Heri mwaka mpya. Maana ndo nakuona leo tokea mwaka. Heri mwaka mpya leo. Yaani heri mwaka mpya siku yote, hata kama ukifika mwezi wa 6 mjionana, unaanza na ile mwaka mpya kwanza. Maana ndo tumeona kwa mara ya kwanza tokea mwaka umeanza. Basi heri ya mwaka mpya kwetu sote. Na kweli jambo la kumshukuru Mungu, uzima upo, tunaendelea. Na mambo ni mengi kwenye michezo huku, japo ndio kwanza tumeanza mwaka, lakini kivumbi kimeshaanza kuonekana haswa kwenye michuano ya kimataifa. Tuanzie hapo. Klabu ya Simba ikishindwa kufurukuta kwenye kundi walilopo, mwanzoni ikionekana kuwa ni kundi jepesi kwa wanasoka wengi, wakisema kwamba ni njia nyepesi kwa klabu ya Simba, lakini imekuwa tofauti. Kilichowafanya mpaka leo hii klabu ya Simba kuwa hapa walipo ni nini? Nafikiri issue ya Simba ni very complex, ni issue ngumu, lakini kwa ufupi ili tuweze kuelewana, Simba wana matatizo makubwa matatu. Tatizo la kwanza ni la kimfumo ambalo linawasumbua. Mfumo wanaotumia kwa mazingira ya mpira wa saizi hawawezi kutoboa. Unajua kila kitu kina errors, kina kipindi. Kwa hiyo kwanza mfumo wao. Nikizungumzia mfumo nazungumzia management style yao yote. Haisapotiwi na hali ya sasa hivi ya kimaendeleo ya soka. Timu zinabadilika. Leo ukiangalia mtu kama Moise Katumbi anaamua kuiachia TP Mazembe, anamwachia mtu mwingine kwa sababu kasi yake yeye na wakati uliopo haviendani. Ukiangalia alipandisha kwa muda mrefu ikawa miongoni mwa timu kubwa, lakini imefika hatua lazima akubali kwamba wakati umepita. Ukiangalia South Africa, Mamelodi wenyewe wamefanya lishapo. Ukienda Al Hilal ya Sudan the same. Kwa hiyo nafikiri cha kwanza ni mifumo. Watu walionao wamefanya mengi kwenye mpira, lakini kwa sasa hivi uwezo wao hauwezi kwenda kupambana. Sasa unatakiwa mtu ambaye ana energy, mtu ambaye atauishi mpira. Zamani palikuwa pana utofauti kwa sababu kwanza tulikuwa hatuna wavulana kwenye mpira, tulikuwa tuna wanaume. Watu ambao wakati mwingine ukiwapa tu maelekezo wanafanya. Dunia sasa imebadilika. Vijana wengi just like wavulana ni watu ambao wanataka ile closeness, careness, yani uwe nao karibu, ujue wachezaji wanataka nini, uende mazoezini kama ambavyo wanafanya engineers. Sio wanafanya vile kwa kutaka, ndio mazingira ya sasa hivi ya dunia iliyopo yako hivyo. Hata kuna siku alikuwa anaongea Mourinho anasema kwamba kipindi hiki ni ngumu kufanikiwa kwa sababu tunakutana na wavulana badala ya wanaume. Ilikuwa rahisi kwenda kwenye chumba cha kuvalia nguo, unakutana kwa John Terry, ukawatukana, ukawasema, wanakaa kimya, wakiingia kiwanjani wanakwenda kuonyesha. The same to Ferguson. Fika tu anamtupia mtu tupia maji, lakini mtu akiingia anajua mwalimu amekasirika. Lakini leo hii ukiwa namna hiyo, watu wanakusabotage. Wana Chelsea ambayo anawakuta, wana Man U kina Ten Hag na wengine ni kushindwa kuishi na wachezaji. Kwa hiyo cha kwanza. Jambo la pili nitakaloangalia katika issue hiyo ya mfumo, nitazungumzia namna ambao wamekuwa wakisajili. Usajili wao haupo clear. Ukiangalia wana system ya zamani. Zamani ilikuwa kabla ya msimu kuanza, kila timu inatangaza kamati ya usajili. Kama mtakuwa mnakumbuka kile. Kuta sio kama Yanga kina Bin Klebu, sio kina nani, na Simba sio kina nani, Friend of Simba ni kamati inaundwa kabisa kwa ajili ya kwenda kufanya usajili. Na ilikuwa unakuta pengine mchezaji huyu amechukuliwa na Hanspop kapelekwa Simba. Huyu kachukuliwa sio na Aveva kapelekwa. Huyu sio amechukuliwa na nani kapelekwa, the same to Yanga. Kwa hiyo ilikuwa kila mtu anasajili mtu wake. Sasa hizi kitu kimbadilika, inatakiwa management kwa maana ya rais wa klabu au mwenyekiti ndio hahusike. Inakuwa rais kwanza kupunguza matumizi, lakini pia kupunguza kupiga. Lakini pia kufanya watu wote waweze kulelei kwa mtu mmoja. Sasa leo ikitokea mfano tu mmoja labda amesajiliwa na Toyageni. Toyageni leo ipo kwenye uongozi au kwa bahati mbaya ana matatizo na uongozi uliopo na yeye alichukua baadhi ya wachezaji. Unategemea nini? Mwingine pengine alikuwa yuko na magoli, mwingine na mangungu. Kwa hiyo timu inakuwa timu moja ambayo iliyogawanyika. Kila mtu kuna aliyemleta. Kitu ambacho wakati mwingine changamoto. Lakini pia hawapo wazi. Leo hii ukiangalia Yanga usajili wote ukifeli engineers. Ukifanikiwa engineers. Yeye ndo anajua anakwenda kusajili wapi, anafanya kitu gani. Kwa hiyo jukumu ambalo mtu huyu mmoja. Kwa hiyo wale wote pale yeye ndo aliyowaleta. Na yeye ndo anayewa contain. Tofauti na upande wa Simba. Naona ukuta kwamba wanasajili nyota wengi lakini uwezo wao ni wa kawaida sana. Tofauti na kera ambazo zinakuwa zinapigwa wapi? Mitandaoni. Lakini kuna hapo kwenye kufanya vizuri. Unashangaa hapa hafanyi vizuri. Akiondoka huko anaanza tena kukiwasha. Tando nikasemaje? Unaweza ukafanya vizuri kutokana na uwezo ulionao au ukafanya vizuri kulingana na mazingira uliokutana nayo. The same pia. Na nikasema kwamba wana shida management. Ule ushirikiano. Unajua kushirikiana
Si kwamba watu amshirikiani, lakini to which extent mnaweza kuwa na haya mashirikiano ambayo mnayafanya. Kwa hiyo wenzao wako very happy, wako close na management yao na wana enjoy. Wachezaji Simba ukiwaangalia tu usoni hivi, unanifahamu, usoni tu hivi unagundua watu hawana furaha. Ndio wanavyocheza. Kumbe watu wa psychology mnaona kabisa wachezaji wa Simba hawako sawa, kwa sababu timu just imagine Yanga amekwenda Egypt. Amefungwa magoli 2. Lakini ukiangalia wachezaji wanapambana kutafuta kitu. Mpira ukitoka mtu anakimbilia kwenye kona anachukua mpira. Yaani kuna sign ukiziona gundua huyu mtu haya matokeo yanamuumiza na kuna kitu anakitafuta. Unaweza kuona. Mechi imeisha, umeona sura zao walivyokaa chini, ni watu ambao wanajutia kwamba sasa itakuwaje. Kwa hiyo gundua kwamba watu hao wameshindwa tu kupata matokeo. Lakini angalia ile mechi ya Simba, sawa, ile mechi ya pili ambao walicheza ilikuwa ni kati ya nani, Simba alicheza nani, ile ilikuwa ni na wale kule Mali. Wako nyuma kwa goli 2-1. Lakini mtu akifika atagundua Simba ndo anaongoza goli 2 kwa ngapi? Kwa 1. Juzi angalia mechi ya juzi hapa. Mechi 2-2, wao wanatakiwa washinde. Mechi inakwenda kumalizikia mpira anao mgeni. Si unanielewa? Yaani mechi inaisha anayemiliki mpira mgeni. Yaani yeye ndo anatafutwa. Yaani yeye ambaye anatakiwa atafute goli ndo anatafutwa. Lakini angalia zile expressions za kina Mpanzu, angalia kina Kibu anapokosa goli. Unamuonaje yani? Kuna kitu anakitafuta. Ukidogo angalia hata hiyo jinsi ya awamu mwishoni mpaka amua kuondoka. Yaani tunacheza kwa sababu ni club. Na hiyo pia imechangiwa na mahusiano. Sote wachezaji, hii tabia ya kuanza kuzungumza wachezaji, mnawavaa maungoni, mnawashutumu, yenyewe inakuwa inawaharibia. Kwa hiyo na jambo la tatu ambalo linawakabili migogoro. Hawako tayari kuzungumza kwamba wana shida. Ndio maana kipindi kile alipoongea Engineer Hersi walimjia juu, lakini alizungumza ukweli. Hawako sawa. Ukiangalia kauli ambazo anaongea management. Juzi anaongea mwenyekiti kwamba watu waliomshambulia pengine kuna watu wamewatuma. So unaelewa, hasa kama kwenye timu moja kuna watu wanaweza wakawatuma watu wengine wafanye kitu vile, maana hapa hamna timu moja. Maana wana mpasiko mkubwa ambao hawajakubali tu kuweka wazi. Na kwa nature ya watu weusi, mkishakuwa na mpasuko kama muelewani, kila mmoja anapenda mwenzake haribikiwe ili aonekane ana umuhimu. Kwa hiyo hawako wamoja. Kwa hiyo inapelekea kutokuwa na kunia mamoja kwenye mafanikio. Inapelekea mgawanyiko. Ndio maana utakuta ukikaa na hao ambao wanajiita influencer wa vilabu, mashabiki, huyu anasema Mangungu anakosa, huyu anasema Mangungu aondoke, huyu Mondo kila kitu. Hasa ukishakuwa na hiyo timu, uwezi, mpira ni jambo la harmony na kuna component 4. Lazima uwe na wachezaji, uwe na benchi la ufundi, uwe na viongozi, uwe na mashabiki, na hao wote wawe kitu kimoja. Wenzao walivunja hayo makundi. Leo hii Yanga lao hili walivunja hizo. Hii Yanga sijui ya asili, Yanga kampuni, Yanga ya nani, zilikuwa hivyo nyingi. Ukienda kwa mzee nani anakuambia Yanga kampuni, huyu Yanga asili, wakayavunja yale yote. Leo hii ni kitu hiki kimoja. Leo hii ni ngumu hata Yanga ikipoteza kusikia mtu anatoka anaanza kushutumu. Umeshasikia lini? Yanga ameenda amefungwa Malawi, kama unakumbuka. Ingekuwa Simba ile pasingekalika. Lakini wote walikaa kimya, wakatulia. Juzi kuangalia ni Boka amefanya mistake ambayo ni mbaya sana. Lakini usikii jambo. Ukiwaangalia wao juzi issue ya Kante wanasema zianza kutoka story. Mara alikuwa yuko Tunisia, mara kanunuliwa. Sasa hivi vinakwenda vinaathiri. Na ndio mfumo ambao wameutengeneza. Wenzao Dube anakosa magoli wanamchangia, wanampigia makofi. Kwa hiyo umeona utofauti. Kwa hiyo vitu ambavyo ni vidogo lakini vina impact kubwa kwa wachezaji. Wanakuwa na faida, wana burden na wana deni kwenye klabu. Kwa hiyo haya ndio wanaopitia klabu ya Simba ambayo inawafanya mpaka saa hizi pengine washindwe kwenye bora ambao watu wengi walikuwa wanafikiria. Na kwa maelezo hata msemaji wao Ahmed Ally amesema kwamba baada ya kutofanya vizuri huku kwenye ligi ya mabingwa wanamalizia ratiba, alafu nguvu kubwa wanakuja kuileta kwenye ligi. Wataweza huku kwenye ligi kwa namna ambavyo mambo yana. Hiyo kauli ya kishabiki tu. Sasa nguvu vipi? Kwani walikuwa wana nguvu? Issue ni uwezo, sio nguvu. Labda nikuulize kitu moja very simple. Ichukue ile Simba. Mchezaji gani wa Simba ambaye anaweza kaanza Yanga na Azam kiukweli kweli? Kwa sasa hivi hapa, yani chukua wachezaji Simba leo wote uchukue weke pale, alafu ile coach cha Yanga kinakwenda kucheza na Farabat. Nani wa Simba anaweza kaanza Yanga? Au akaanza Azam ya ukweli? Kwamba hakuna hata mmoja. Nakuuliza wewe, pengine unao hata 7. Mimi simuone ambaye anaweza kaanza. Ukimtoa pengine Mpanzu. Kwa katika bora wake. Kwa kina Nangu.
kwenda nangu amtoe Jobu, amtoe Baka, yani wewe ndio kocha. Kwa hiyo utamweka Baka nje aanze nangu. Sio mwalimu. Kwa hiyo umwache Dube nje, umwache sio, haiwezekani. Yani hawana hizo player. Yani hata Kagoma. Huo ni sasa Kagoma anamtoa nani? Tena kata mchezaji ambaye ni wa kawaida ni huyo. Mnampushi tu. Simchukii. I talk about football. Anacheza kwa staili ya zamani ambayo siku hizi haiweki out. Staili yake ni midfielder ya zamani. Ya zamani sana. I'm telling you. Mimi napenda kuongea ukweli. Hawana hao wachezaji, hawana hizo quality. Lakini wao wamesema ukweli, hizo quality hawana. Kwa hiyo huwezi kushindana. Yaani unapozungumza kupeka nguvu ili uweze kuchukua ubingwa wa Uingereza sasa hizi, kwa mfano wewe sio Arsenal, wewe sio Liverpool, wewe sio Man City, lazima uwe na quality ambazo hawa wanazo au zaidi. Ili uweze kuchukua ubingwa wa Tanzania uwe na mtu ambaye ana bora kama Pacome au zaidi, the same na wengine ambao wako nao na Diana, watu wengine. Ukiwa katika hiyo level moja ndio unaweza kuchukua ubingwa. Leo hii ukiweka Simba na Azam wacheze mechi 10 za ukweli, Simba ashinde hata mechi moja. Reality. Amtaki kusikia kweli. Chukua mechi 10 weka pale. Moja leo ichezewe Mwanza, nyingine kachezewe Arusha. Serious match. Sawa? Ashinde hata mechi moja. The same na Yanga. Kwa Simba afunga mara ngapi? Si mara 6. Unafikiri bahati mbaya? Quality. Na mechi moja inakuwa. Na nyingine na watafungwa tu. Unless ataje. Sasa washindaji kwa timu hiyo watafungwa tu. Yaani kufungwa ni kawaida unless yani ni kawaida. Watafungwa tu tena. Na watafungwa na tena. Quality ziko wazi. Wewe unamwacha Mohamed Hussein unakwenda kumchukua Mligo na Kibabage. Serious. Yes, unaona Kibabage. Anafanya nini? Sizungumzi kwa kumdiscourage, ni kijana mdogo anakuwa. Bado. Kwa sababu hata ukiwachukua wa mwisho kuna wa kwanza anapatikana. Unaelewa? Unakwenda kumchukua hao wakina Nangu, wakina Yakubu, hao wakina Kibabage, hao unaona wakina Shasambi. Wewe ni vijana ambao wakati mwingine unakuwa nao kwenye timu kwa maana kuendelea kujifunza kwenye timu, kukua yani. Yaani umtegemei. Leo Yanga wanachukua wale kina Mwanengo sio kuja kuwa ndio regular starter. Unawachukua wale kwamba wakati mwingine unamtumia ili baadaye aweze kugain some skills na nini kwa wengine haje kuwa mchezaji mkubwa. Lakini sio panga pangua. Unamzoea Kibabage ambaye Yanga alikuwa ni beki namba 3. Amekwenda Singida bado achezi. Wewe uko anakuja na waka ndo beki namba 1. Yaani leo unakwenda kucheza na Ali una beki Nangu. Serious. Sio hawezi, anatakiwa pata experience na exposure. Umeona kazi ambayo amefanya wakina Mwamnyeto. Hapa katikati alikuwa ameshuka kiwango, si ndio? Amekwenda kwenye AFCON, ana experience beki mkubwa, amerudi. Umeweza kuona ile maturity yake, level yake, maamuzi yake. Ndio iko hivyo na ndio mpira uko hivyo. Kwa hiyo unakuta ni nadra kufanya makosa kwenye timu. Kwa hiyo issue ni kwamba hawana hiyo quality ya kuweza kuhamishia nguvu. Kwa hata ukihamishia nguvu itakuwa ni nguvu tu. Leo chukue waambie kama mkifunga Yanga mtapewa bilioni 10, hawawezi kushinda. Kwa sababu sio hamasa. Wale Yanga wachukue na Ali waambie utapeni milioni 100 ngapi, watafungwa tu tena. Umeshinda sare. Ni level mbili tofauti. Yaani ni ukweli. Ikitokea wewe mfunga Ali, inaweza kutokea Yanga mfunga Ali. Lakini ni bahati kama bahati zingine, lakini quality mbili tofauti. Yaani haitakaa yani uje kufikia pale mpaka upandishe. Mpira sio rahisi hivyo. Yaani huwezi kuja njia za shortcut yani, haiwezekani. Mamelodi aliamua kuwekeza, akachukua watu, akaenda South America, akaenda wapi, akachukua chaji Brazil, akaja akawekeza timu ya maana, billions of money. Akampiga Ali kwake 4, huko akampiga 5, mechi 2 goli 9. Sio Mwarabu kwake afungwi, pale pale pigwa 4, pale pale kwake. Quality wale wakina Lende wako juu, wakina Shaulilo wako juu, wakina Mudau wako katika moto wao. Kala 4 pale kwake nyumbani. Na marefali wako pale pale nyumbani kwao. Kwa hiyo ukiwa na hizo quality, Tipi Mazembe wakati anafanya vizuri, alikuwa anakusanya Afrika nzima. Togo, Kamerun anachukua nyota wale. Wakina Samata, wakina sio kina Shabalala, amechukua cheji kibao wazuri. Wakina Mputu katika level ya juu mpaka anatakiwa na Arsenal, yuko pale. Unamfungaje? Kachukua bingwa Afrika. Kwa hiyo there is no way ambayo tutakuja tu leo umchukue Nangu, umchukue si nani weke pale. Haipo. Inakataa principle na goma. Kwa hiyo issue sio nguvu, issue ni quality. Wanachukua wachezaji ambao wa level za kawaida. Leo nikikwambia yule Kante au Sui Naby Keita ametoka nje, yani ni ngumu kumuelezea kwamba huyu mchezaji ni pro katoka nje. Yani inabidi uwe na maneno mengi sana. Amekuja Okelo hapa, amechukua maneno mengi. Si tumeona tu mechi 2 amekuja Depo. Umetaka umzungumzie sana. Imeonekana mechi 2 si goli 3 anaendelea kufunga. Sasa hizo ndio quality ambazo ukiwa nazo unaweza kukana kujua kwamba hapa kuna kitu na kitafuta, lakini vinginevyo itakuwa ni kuvizia. Tutaanza kuona makosa ya kibinadamu na nini, ambao wakati mwingine una force matokeo.
haiwezekani. Kwa hiyo lazima waamue kuongeza quality. Huwezi kwenda katika ile kasi ambayo Yanga uko nao na Azam, nenda kidogo kidogo. Hata Yanga mwenyewe kufika sehemu moja tu, ametolewa nasema miaka 4, akaanza kusajili kidogo kidogo, ameenda na sajili anaacha mpaka baadaye akaja kujipata. Kwa hiyo kuna kipindi cha kusubiri ambacho lazima nao wakubali kusubiri. Aidha wasajili wachezaji wachache wenye uwezo mkubwa, alafu uwe na matarajio ya siku zinazokuja. Lakini ukisema unasajili hivi unavyosajili, alafu uje kukumbana na Yanga na Azam, haiwezekani. Ndio maana unafungwa kwenye ligi, unakwenda Zanzibar unafungwa tena, na ligi utafungwa tena. Mbali na Simba, Yanga nao na kibarua wana